kuendelea kuwahamasisha wananchi wakiwepo hasa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiunga na vyama vya ushirika. Katika kujiendesha kibiashara, vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS viwe msingi na chachu ya mitaji kwa vyama vingine vya msingi vya mazao na aina zingine za vyama, sambamba na kuendelea kujifunza fursa bora na za uwekezaji kupitia benki ya ushirika ili kukuza mitaji itakayosaidia katika kutoa huduma zetu za kifedha kwa riba nafuu kwa maendeleo ya wanaushirika wote kwa maana ya taifa zima kwa ujumla. Lakini la tano, agizo langu kwenu ni kwamba Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania kwa kushirikiana na wadau muhimu wa maendeleo mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha uwepo wa mifumo thabiti ya kutoa mafunzo kwa watu mbalimbali na kuanzisha programu za uhamasishaji ili kuhakikisha watu wenye mahitaji maalum na wao wananufaika na fursa zinazotolewa kupitia sekta ya ushirika. Agizo langu la sita kwenu, viongozi wa vyama vya ushirika na wadau wote wa sekta kuendelea kuwahamasisha wananchi wakiwepo hasa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiunga na vyama vya ushirika ili kuongeza nguvu za uzalishaji, kuhimili ushindani wa uchumi na zaidi kwa lengo la kuleta uimara wa vyama vyetu vya ushirika. Uanzishwaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala na kipato kwa wakulima. Bei ndogo ya soko lisilotabirika kutokana na ushindani mdogo unaosababishwa na uwepo wa wanunuzi wachache wa mazao ya kimkakati, hivyo kufifisha shughuli za uzalishaji na kupelekea madeni ya pembejeo za kilimo katika vyama. Imeendelea na uhamasishaji wa vijana na wanawake katika uanzishwaji wa vyama vya ushirika kwenye sekta za kilimo, madini. Inakwenda kuongeza tija katika mazao ya kilimo hasa hususani pamba na dengu. Mimi naamini kwa wanachama wote wa chama cha msingi, lakini na jamii kwa ujumla ya kijiji watanufaika kutokana na trekta hili, maana watatoka kwenye ile dhana ya zana za kilimo za mkono na watakwenda kwenye teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo mimi niwaombe wanachama wote na wakulima kwa ujumla walitumie trekta hili, maana ni fursa mojawapo iliyopatikana ambayo itakwenda kupanua. Kama mtu alikuwa analima shamba ekari moja au ekari mbili za dengu au za pamba, sasa ipo fursa anaweza kalima ekari 5 na kuendelea kwa kadri atakavyoweza kuwa na uwezo wake. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa muda ule tutakao kuwa na chombo hiki, sisi kama chama kitaendelea kunufaika kupata mazao mengi na asilimia kubwa ya ushuru kutokana na mazao yatakayolimwa na wakulima hawa. Kwa hiyo mimi ninashukuru sana kampuni ya Sonalika, lakini sana pia naishukuru benki ya NBC kwa kutujali na kutupatia dhamana katika chombo hiki. Maisha ya kila mtu kuanzia mkulima, mfanyabiashara na kila aina ya kada ya maendeleo. Sasa hawa tuliwafikia tukawaeleza kwamba mnafanya kilimo kikubwa, lakini ili muwe na tija natakiwa mfanye kilimo cha kisasa. Kilimo cha kisasa ni pamoja na kuwa na nyenzo kama trekta. Baada ya kukaa na viongozi walikubali na mwisho wa siku wakaleta maombi, ikachukua siku 10 tu. Siku ya 11 leo tuko hapa tunawakabidhi trekta. Rai yangu ni kwamba kwa vyama vyote vya ushirika, vyama vya msingi wote walete maombi, na niliwaambia kama benki tuko tayari muda wote tunapokea maombi na tunayafanyia kazi. Wote walete maombi, na hata hapa leo tuko na form kwa ajili ya kufanya maombi yao ya trekta, na tunawakaribisha wote kwa ajili ya wale ambao wako tayari walete maombi ili kuhakikisha kwamba tunawapa trekta ndani ya muda mfupi, ili msimu huu wa kilimo wasiachwe nje kama wadau wetu. Kwa wakulima wote na wanaushirika tunawakaribisha, kwanza tunawakaribisha kuja kupata zana za kilimo hasa za Sonalika ambazo zinafanya vizuri na bei zetu ni rafiki kwa ajili ya matumizi yao pamoja ya kilimo, lakini pia tunawakaribisha kuja kupata trekta za kwetu ambazo tunatoa warranty ya miaka 2 au masaa 2000, lakini pia tuna huduma nzuri
huduma baada ya manunuzi ambayo ni spare pamoja na mafundi wanapatikana kwa wakati, hasa kama mkulima atapata changamoto. Kauli yako ni ipi kwa wakulima kuondoa ile dhana ya kukariri kilimo cha ng'ombe pamoja na kurudi katika kilimo cha kisasa? Wakulima tunawapa rai ya kwamba waache kilimo cha mazoea cha kizamani na wahamie kilimo cha kisasa, ambapo wakitumia zana za kilimo inakuwa ni rahisi kwao kurahisisha shughuli zao za kilimo.